Rahim Ghulam, naomba sasa nikupe maiki sasa wewe uweze kuzungumza maudhui yote ya kile kilichotukusanya hapa. Tafadhal mashkuran majura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا ولكل من له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عن بلدنا هذا سوءا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عن تنزانيا سوءا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. واصرف عن المسلمين سوءا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أراد بنا أو أراد ببلادنا أو أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه واجعل كيدهم على نهره إنك على كل شيء قدير. أما بعد، mashaikh zangu, viongozi wenzangu wa Kiislamu kutoka mikoa na taasisi mbalimbali nchini Tanzania, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni washukuruni sana wenzetu ambao mmetoka Mbeya, mmetoka Shinyanga, mmetoka Songea, mmetoka Kigoma, mmetoka katika maeneo takriban yote ya Tanzania kuhudhuria katika kikao hichi muhimu ambacho tumeitana tukutane tuzungumze dogo la kuzungumza. Nawashukuru sana kwa taabu na uzito mliochukua, lakini mkaungana nasi katika shughuli hii adhimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kwa kila hatua mlioipiga na ajalie kwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yenu na kunyanyuliwa daraja siku ya kiyama. Amin. Ndugu zangu, mashaikh zangu, Watanzania wenzangu, kilicho tufanya tukutanike siku hii ya leo ni kikao kimoja ambacho kinatukusanyia vitu viwili muhimu ambavyo tutakuwa navyo. Cha kwanza kabisa ni kutoa pongezi zetu kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa ambavyo alivyoanza awamu hii na yale yaliyotokezea na namna ambavyo ametasarrafu. Kwa kweli tukaona kwamba kuna haja ya kusimama naye na kumpongeza kwa hii hali ambayo iliyokuwepo nasi wakati huu. Hili ni la kwanza. Lakini la pili, vile vile tupongeze kutokana na hotuba yake iliyojaa upendo, iliyojaa fikra pana, iliyojaa kila aina ya namna ya kutuliza, ya kupoza yoyote yule ambaye alikuwa pengine alipata jambo ambalo lilimjeruhi katika kipindi hichi kilichopita. Hotuba ile ilipaswa kwamba tuipongeze na tuichukue na tuungane
kwa pamoja ili kuwa katika kitu ambacho kitalifanya taifa letu liendelee kubaki katika umoja, mshikamano na amani tulioizoea. Haya ndiyo hasa makubwa kabisa ambayo tumeonelea tukusanyike kutoka maeneo yote haya na kwa idadi hii maalum ili tuweze kuyazungumza na kuonesha uungaji mkono wetu kwa serikali yetu ya Tanzania. Ndugu zangu Waislamu na Watanzania kwa ujumla, tukumbuke kwamba swala la madaraka siku zote ni swala ambalo ni nyeti sana. Na kikawaida madaraka, mimi huwa nasema kwamba kuna vitu vitatu. Vitu hivi vitatu hakuna asiyevipenda isipokuwa ana kitu anachokihofia. Hakuna asiyevipenda isipokuwa tu kuna kitu anachokihofia. Katika vitu hivi cha kwanza kabisa ni mali. Hakuna katika ulimwengu mtu apendi mali isipokuwa mtu anaweza asipende mali kwa sababu ya kitu ambacho anachokihofia. Hili ni neno la jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna mwanamume katika ulimwengu, hajawahi kutokea na hatotokea katika wanaume aliyekamilika ambaye hapendi kuwa na mke zaidi ya mmoja isipokuwa kuna kitu anafanya nini? Anakihofia. Ima anahofia uchumi haumwezeshi, ima anajijua kwamba ana tatizo la nguvu na vitu vya namna kama hiyo. Lakini hakuna ambaye hapendi mke, mwanamume rijal hapendi mke zaidi ya mmoja. Hakuna. Kitu cha tatu ni uongozi. Hakuna katika ulimwengu mtu ambaye hapendi uongozi. Hatopenda uongozi isipokuwa kwa sababu kuna kitu anakihofia. Sasa usitarajie kwamba kuna kiongozi yoyote katika ulimwengu atakaa halafu atokezeye mtu watu wote waseme kwamba yule Tundu alistahiki kwa nini? Kwa kiongozi. Wapo wengine pia nao wanaona kwamba walihisi kwamba wa nini? Kwa viongozi. Sasa kupita marhala hatua kama hizi mpaka mkafika mahala mna kiongozi wenu, basi hatua ya namna kama hiyo ni hatua ambayo inapaswa kwamba yule kiongozi ambaye mnaye, ili msije mkatoa mwanya kwa wale watu ambao wana tamaa ya uongozi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama alikwisha tutahadharisha kwamba mtu yoyote yule, katika sheria za Kiislamu tunaeleza kwamba mtu yoyote yule ambaye ana hamu ya uongozi, anapupia uongozi, basi huyo msimpe uongozi. Hii ndio kanuni zetu sisi katika sheria ya Kiislamu. Mtu ukimwona tu anataka uongozi, anapupia uongozi, lazima anayo malengo binafsi anayoyataka. Sasa mara nyingi sana katika hali za namna kama hii, mnapofika mahala mna kiongozi wenu, mna kiongozi ambaye kiongozi huyo, na kwa bahati tuseme kwamba kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, hata katika fikra zake uongozi wa kuwa rais hakufanya nini? Pengine kumpitia Allah Subhanahu wa Ta'ala alimjalia tu kwamba awe nini? Awe rais, baada ya mtangulizi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya nini? Kuchukua. Huu uchaguzi tunaokwenda nao ni uchaguzi wa kawaida ambapo kwamba kila baada ya miaka 5 tunafanya nini? Uchaguzi. Lakini hakuna katika nchi hii rais hata mmoja ambaye aliongoza miaka 5 halafu tukasema kwamba huyo fanya nini? Aondoke madarakani. Watu si wote waliopita, ukiacha huyo ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimchukua, lakini wote waliongoza vipindi vingapi? Vipindi viwili. Mama yetu huyu amepata kipindi, sehemu ya kipindi, hakupata kamili, na hichi ni kipindi chake cha nini? Kipindi chake cha pili. Sasa kuchaguliwa tena kuendelea hili, wako watu ambao kwa sababu zao hawapendi kwamba
mheshimiwa aendelee kuwa nini, kwa rais. Na hawa tunajiuliza kwamba kusudio lao ni lipi? Sasa tukaona kwamba sisi kama viongozi wa Kiislamu na miongozo yetu sisi katika sheria ya Kiislamu kwamba mnapokuwa ni kiongozi basi mnatakiwa kufanya nini? Kumtii na kuunga nini? Na kuunga mkono. Sisi katika sheria ya Kiislamu kiongozi anapoteuliwa basi kunakuwa na kitu kinaitwa nini? Bai'a. Kiapo cha nini? Kiapo cha utii. Sasa tunatangaza kwamba tunamtii kiongozi wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamtii kiongozi wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hili tunasema kwamba tunalifikisha kwa wale wote wanaoelewa na ambao hawajaelewa kwamba jamii ya Kiislamu kwa ujumla wake inaungana bega kwa bega kumuunga mkono rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni la kwanza. La pili ambalo kwamba tunasema tuligusie hili ni kutokana baadhi ya viashiria ambavyo vinavyojitokeza ambavyo vinaashiria yale yaliyotokea tarehe 29. Kwa kweli sisi kama Waislamu tunagusa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja walikuwa masahaba ridwanullahi alaihim wametoka safari, wakakaa baadhi kupumzika sehemu. Akatokea mmoja akavuta kamba wakati amelala, akamshtua mwenzake. Kwa kuvuta nini? Kuvuta kamba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hili likamkasirisha. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la yahillu almuslimi an yurawiya muslima. Si halali kwa Muislamu kumshitua Muislamu. Angalia kitu chenyewe nini? Alikuwa tu amesinzia, akavuta kamba ikafanya nini? Ikamshitua. Sembuse leo hii tena baadhi ya watu ambao wanafikiria waturudishe yale tuliyoyaona tarehe 29 na 30 31. Kwa kweli watu hawa kama Waislamu hatuko nao na hatukubaliani nao, na tunasema kwamba Watanzania wote tusikubali watu wa namna hii kutupeleka tena kule ambako tunaelekea kutoka katika eneo hilo. Ndugu zangu Waislamu, bali wa Tanzania kwa ujumla, mimi binafsi ni muathirika sana wa tukio la tarehe 29. Mimi binafsi ni muathirika mno wa tukio la tarehe 29. Ni muathirika mno. Hasa najua uchungu ambao kwamba nimeupata siku ya tarehe 29 kwenye muda wa saa 7:30 8 napigiwa simu kutoka nyumbani kwamba mjumbe wa eneo lile anapigia simu ananiambia, "Shekhe, haraka sana njoo na uje na nesi nyumbani. Njoo na uje na nesi nyumbani." Bahati nilipokuwa na napokwenda ni masafa mafupi. Naangalia nesi nitampata wapi? Buguruni yote imeshavurugika. Nitampata wapi nesi? Lakini bahati nzuri nyumba niliyokuepo unaacha nyumba hiyo, nyumba ya pili, nyumba ya tatu ni dispensary. Nikapita pale, bahati nzuri wale pale wananifahamu, nikawaambia, "Jamani, naomba vijana wawili twende nyumbani mtaa wa pili." Tukaondoka tukenda. Tulipofika pale, naomba tuzingatie sana. Tulipofika pale mke wangu ambaye alikuwa na ujauzito ana uchungu wa kuzaa, wa kujifungua. Madaki wale maneso akamwangalia akasema, "Huyu bado, lakini haraka muwahishi hospitali. Tumlete dispensary." Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mke wangu alikuwa na ujauzito wa mapacha. Na
alikuwa amepangiwa kwamba ajifungulie katika hospitali ya Amana. Hospitali ya Amana. Wasema kwamba kwa sababu ameandikwa hospitali ya Amana, sisi hatuwezi kwenda kumhudumikia katika dispensary. Lazima umpeleke, jitahidi umpeleke. Nitapita wapi nifike Amana? Barabara zote hazipitiki. Nikaangalia namna gani nikaondoka naye mke wangu. Kupata usafiri hakuna. Bahati nzuri kuna jirani yangu mmoja akanambia kuna ndugu yangu ana bajaji, ngojea nimtafute kama yupo karibu. Akampata. Sasa lakini baada ya kumpata tukamchukua tukaondoka. Tunaondoka tunakata mita 2-3. Tunafika eneo la makaburini, kwa wale wanaofahamu Buguruni. Makaburini pale, hatukupita barabarani, tupita njia za nyuma huko. Tulipofika pale mabomu yanalia. Watu wanatoka huko kukimbia kuja tuliko sisi tunakimbilia tufika pale kwa sababu hospitali iliyokuepo karibu alao ni hospitali ya Anglikana. Angalia kwamba hivi nini ambao leo hii nataka mfike mahala ambapo mtutenganishe, mtubague katika dini zetu. Mimi ni shekhe lakini mke wangu anakwenda kujifungua kwenye hospitali ya nini? Ya Anglikana. Hebu situletee hivi vitu jamani. Tuletee vitu vya ubaguzi hivi. Tanzania itakuja kufika pabaya jamani. Nikatoka tukafika pale hakuna namna, ikabidi tutumwambie chepuka kidogo pembeni kwa sababu kwa kuendeke tena, ikabidi atuache tumbebe. Yuko katika uchungu wa kujifungua. Tupite naye vichochoroni, tupande vilima na mabonde. Tukabidi tuende mpaka njiani tukimbilie hospitali kule tukachukue madaktari ili tumfuate nyumba yake. Walhamdu tukabahatika na daktari wale mpaka kufika tu ndani, kuingia tu tayari kujifungua kumefanya nini? Kumewasili. Walhamdu akajifungua kwa salama na amani. Lakini huko anajifungua mabomu yanayopigwa athari zake zinafika mpaka kwenye nini? Kwenye dispensary, hospitali. Amejifungua mke wangu. Nasema hili ndakulishi. Siku ya pili yake asubuhi napigiwa simu kwamba watoto tokea jana hawajanyonya. Maziwa hayatoki. Madaktari wananiambia shekhe, fanya utaratibu upate nido na upate maziwa hayo wanaita nini, maziwa anaita lactogen namba 1. Lactogen namba 1. Na itafuta lactogen namba 1. Kila ninapopiga maduka hayakufunguliwa. Nimezunguka eneo niloweza kuzunguka. Maeneo mengine hayazungukiki. Ikashindikana. Baada ya muda Allah Subhanahu wa Ta'ala akafanya rehema zake, maziwa yakafanya nini? Yakatoka. Sasa lakini nimezunguka tokea asubuhi mpaka saa 7 natafuta lactogen namba 1 sijaipata. Sasa mazingira kama haya ndugu zangu, wale wanaofikiria kutuletea tena, hawa kweli wana nia na sisi njema au wana nia mbaya? Bila shaka hawa nia yao si njema. Ingelikuwa nia ni njema, wangeafikiri haya tuliyoyapata, yaliyotupata kabla ya hapa. Na kwa kulifuata hili, watoto wale waliozaliwa ni 2 wa kike. Wa mwanzo nikamuita Samia. Allah Subhanahu wa Ta'ala atukuzie watoto hao. Sasa hii ni muundo tu na mfano tu mmoja wapo ambao kila mmoja miongoni mwetu waliopo mijini hasa wanaweza wakakutolea ni yepi yaliyokuwa. Sasa sisi kila mmoja ambaye bado anafikiria kwamba aturudishie tena hali ile, na baadhi wengine wanatuambia sasa hivi hatutaki tu siku moja, tunataka mwezi mzima. Wewe unaozungumza hivyo ni kweli umeyaishi haya au unazungumza ukiwa nje, ukiwa mbali na hukuyaishi haya? Tunaomba sana Watanzania wenzetu tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba masuala kama haya hayajirudii tena katika nchi yetu. Ndugu zangu, nilitaka tukuzungumzia juu ya nini lengo la kukutanika kwetu hapa.
Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushie na kila balaa, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahifadhi nchi yetu, na kila ambaye anakusudia baya kwa nchi yetu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amshughulikie. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.